Ni kuamini Mungu atabariki, atanibariki shambani, atanibariki mjini. Ndiyo. Na kiukweli nimezidi kumuona Mungu. Ujuzi wa ufugaji wa kuku nimekuwa nao kwa muda mrefu. Sasa huu umekuwa wakati wangu mzuri wa kutumia ujuzi wangu na kujipatia kipato. Kipato ambacho kiukweli pesa yake naweza nikafanya kitu cha maana. Nyakati za nyuma nilikuwa na uwezo wa kupata pesa, lakini pesa zile hazikuweza kufanya jambo lolote la maana. Tazama, ninaendelea vizuri. Huku nikizidi kumshukuru Mungu yule aliyenijalia mimi uhai. Nikiamini mimi katika maisha yangu Mungu amenipa nafasi nyingine ya kuishi. Hakika Meshaki anatueleza haya katika safari yake ya maisha, na Meshaki anasema ndivyo ambavyo biashara yangu ilizidi kustawi. Haya katika safari yangu ya maisha na yakumbuka sana. Na kama anavyoeleza nimezidi kujifunza mengi katika safari yangu ya maisha. Nakumbuka mimi nikiwa naendelea na maisha yangu, ni bado sijapata mwenza wa maisha yule ambaye anaweza kanipenda akawa na mimi kwa amani. Nazungumza hivyo kwa sababu nimepitia changamoto sana kwenye mahusiano. Sana. Nyakati hizi ambazo nikiwa kweli nahitaji mahusiano serious, nilikuwa na bahati mbaya. Na huwa mimi napenda kusema naamini ni mimi nimekuwa nikilipa gharama kwa kile ambacho nilikifanya nyakati zile za nyuma. Kwamba ni kweli Mungu amenisamehe na nimesafishwa. Lakini kuna watu niliwahi waumiza, naamini ni sehemu ya mimi kulipa gharama. Kwa hiyo ninaendelea. Kibiashara ninaendelea vizuri, kimahusiano siko vizuri. Na hata huyu msichana ambaye ndo nilitamani nimuoe, katika wasichana nilitamani kumuoa bila kulazimishwa, ni huyu ambaye nikawa nimechelewa akawa amepata ana mwanaume wake. Kwa sikuweza kubadilisha hilo. Amekuwa ni ndugu yangu na yeye pia alikuwa akiniambia na kuombea, wakati sahihi utakuja kwako na atakuja aliye sahihi. Usijisikie vibaya, usijisikie upweke, yuko anakuja kwa ajili yako. Unasikia wanawake wanazungumza kwa habari na Mungu anijalie nipate mume, Mungu anijalie nipate mume, ukahisi hizo ni shida za wanawake peke yao, utamani wapate wenza sahihi wa maisha. Nakwambia mimi ni moja kati ya mwanaume ambaye ilifika kipindi na sifiri upweke na sipati mwanamke wa kutulia na mimi. Hayupo. Nikisema kwamba sijampata, mtu anaweza akasema wanawake wote hao wapo, ni kweli, lakini wa kukufaa yule ambaye akawa na upendo, akawa ametulia, hana mambo mengi. Nimekutana na matukio sana katika nyakati ambazo na mimi nikiwa nimetulia nipo katika kuhitaji mwenza. Siku zikiwa zinazidi kusonga mbele, nakumbuka siku moja Meshaki anasema nilipata habari kumuhusu bosi wangu. Na hii habari nilipata mapema sana. Niliambiwa mtoto wa bosi amefariki. Mmoja kati ya watoto wa mtoto wa bosi amefariki. Na mimi nilimwona mtoto wa bosi mmoja akifariki katika kifo cha kutatanisha, na hata yeye mwenyewe bosi hakuwa anataka kuweka uwazi kuhusu kifo cha mtoto wake. Kwa hiyo kuna majira mtoto mwingine alipoteza maisha. Kwa hiyo taarifa za msiba mimi nimezipata kabla hawajazika. Kwa ndo maana nakwambia taarifa za bosi wangu kupatwa na msiba nilizipata mapema. Yaani msiba umetokea na mimi nikawa nimeambiwa bwana bosi wako kafiwa. Siku hii mimi moyoni mwangu nilijisikia uchungu sana. Kwa sababu najua maisha ambayo bosi anaishi. Ninajua maisha ambayo bosi wangu anaishi. Ni maisha ya kutoa makafara. Sizungumzi hivyo, ninamzushia, ninamjua. Maana nimefanya naye kazi hizi. Kwa hiyo ninamuelewa vizuri. Huenda kikawa ni kifo cha Mungu kwa mtoto wake, lakini nakwambia kwa namna ambavyo huyu baba ana uchu na pesa, pengine amefikia tena kumtoa mtoto wake wa pili. Kwa mara kwanza nilifili ndani yangu kutamani kuongea na aliyekuwa bosi wangu. Sijawahi kujisikia hivi hata siku moja. Meshaki anasema nakumbuka nilichukua hatua na kupata mawasiliano yake ambayo anatumia kwa majira haya.
na nilipiga ile namba. Tena nimepiga hiyo namba kukiwa yani ikiwa ni nyakati za msiba. Yani nyakati za msiba mimi ndo nilipiga hii simu. Nimepata taarifa msiba, nimejisikia hivyo ndani yangu, nikampigia simu. Nilipompigia simu moja kwa moja nilijitambulisha kwake. Nikamwambia, sauti yangu hujaisikia siku nyingi sana rafiki yangu. Mimi ni Meshak. Aliniambia Meshak. Meshak? Nikamwambia mimi ni Meshak, wewe ni mdogo wako. Meshak rafiki yako. Meshak patina wako. Long time kitambo. Nakupigia kwanza nikupe pole ya msiba. Nimepata taarifa mtoto wako nikimtaja jina amefariki. Nimeguswa sana na msiba. Akaniambia ni kweli. Tumepatwa na msiba. Msiba mkubwa sana. Nikamwambia pole sana ndugu yangu. Natamani niwe karibu, niwe mmoja kati ya watu ambao tutakuwa pamoja katika kipindi hiki kigumu. Lakini sema niko mbali kidogo. Nakumbuka akaniambia ikikupendeza ukipata nafasi ukafika, nitafarijika nikikuona. Ni muda mrefu sana sijakuona. Nitafurahi nikikuona. Haya majibu ambayo bosi wangu ananijibu siku ya tarajia kabisa. Kwa sababu kitu ambacho mimi nilikuwa nakiona, majibu ambayo bosi atanipa yatakuwa sio mazuri na kukatiwa simu. Yani atanikatia simu. Sasa kwa nini mtu huyu amenijibu vizuri? Nikamwambia niko mbali lakini ninajitahidi nifike. Nimefurahi kuongea na wewe. Akiwa anazungumza sauti ya unyonge akaniambia na mimi pia nimefurahi sana. Nikakata simu. Sikuamini. Nilimpigia simu ambaye sasa amekuwa ni brother katika mashauri mema. Ambao tunashauriana mambo mema. Mafanikio sio lazima yatawaliwe na mambo ya nguvu za giza wala uchawi wala ndumba. Ni kweli tunaambiwa kila tunayemwona katika maisha haya ya leo amefanikiwa, lazima kuna nguvu iko nyuma yake inampushi katika hayo mafanikio. Ni kweli, lakini mimi nakwambia nimethibitisha. Unaweza ukafanya biashara na ukawa na nguvu za Mungu na yatosha kwenye biashara yako. Na hata sasa mimi siamini kama kila aliyefanikiwa anatumia nguvu za giza. Kama mimi nisingeona hatua katika anachokifanya, ningesema basi nguvu za giza zina nguvu zaidi. Lakini nikiwa na amani, nikitumia pesa yangu kwa amani, nikipata pesa yangu nafanya vitu vinaonekana. Na nazidi kukua zaidi, na nikisupport wengine pasipo kuwa na masharti. Na situmii hizo nguvu za giza. Ni Mungu tu. Rafiki namueleza, rafiki sasa ambaye huyu ninakueleza upekee wake, uzuri wake na mashauri tunayoshauriana. Nilimueleza kwa habari ya hii simu. Nimeguswa sana na taarifa za msiba, nimeamua kumpigia aliyekuwa bosi wangu. Akaniambia unatafuta nini? Watu wabaya kama hawa, kwa nini tena kujihusisha nao? Watu ambao ilikuwa ni chupu chupu kutolewa uhai wako, kwa nini kujihusisha nao? Nikamwambia rafiki yangu, Mungu anasema samehe 7 mara 70. Ni kweli watu hawa walitaka kuniangamiza. Kuna mlango nilifungua akaingia. Lakini kwa leo nikisimama mbele yake, mimi nitageuka kumueleza yale yeye anapaswa kufanya, na sio yeye anieleze mimi napaswa nini kufanya. Nimekuwa nikimwomba Mungu anipe kibali siku moja nisimame mbele yake, nimueleze wema wa Mungu, hata kama yuko anaishi katika maisha hayo. Bado Mungu anampenda, na kwa sababu amemwacha akiwa hai, anatamani kuona anabadilika. Nakumbuka rafiki akacheka akasema, hujui watu unadili nao. Yani kana kwamba wewe huwaelewi hawa watu unaodili nao. Hawa tangu na pengine wametoka kwenye vizazi vyao wana uchawi. Hawawezi kubadilika hawa. Hawa ni watu ambao mpaka mwisho wa safari yao hayo ndio yatakuwa maisha yao. Nilimjibu rafiki huyu nikamwambia, nikwambie EFM Nembo ya Taifa, uniambie tu.
Ebenezer Real Estate Company Limited imekuletea mradi mpya wa viwanja eneo la Mlandizi Chakenge. Viwanja vipo karibu na huduma zote muhimu. Bei ni kuanzia $200,000 tu. Ukubwa ni kuanzia 18 kwa 20 na kuendelea. Ndiyo, $200,000 tu. Lakini vile vile jipatie mashamba kwa kuanzia shilingi $2,000,000 za Kitanzania. Siku ya kwenda site ni kila Jumamosi. Tembelea ofisi zetu zilizopo Mbezi Mwisho au wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0674 20 20 74 au 0674 50 50 14. Kwenye mitandao ya kijamii Ebenezer_Real_Estate. Ebenezer Real Estate Company Limited. Ujanja ni kiwanja. East Africa Gospel Music Awards. Baada ya uzinduzi rasmi wa tuzo za East Africa Gospel Music Awards, IGMA, wakati wa kutoa mapendekezo ya wasanii wanaostahili kupewa tuzo umefika. Tembelea tovuti rasmi ya IGMA, yani www.eagma.co.tz. Nenda kwenye sehemu ya nomination, chagua kategoria, weka jina la unayempendekeza na namba yako ya simu, kisha tuma. Utapokea SMS ya kuhakikisha uteuzi wako umefanikiwa. Proudly powered by Center Stage Group of Company Limited, EFM Media, Excellence Investment Limited, Hugo Domingo Limited, Revolution Events, Boom Play, DG Events, Cavs, Annabelle Juices, and Basata. FM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Asante kwa kuendelea kutegea sikio EFM msikilizaji. Sehemu ya pili ya ripoti ya leo, na tunaendelea kusonga mbele. Na leo siku ya Ijumaa nimekueleza msikilizaji kwamba tutakuwa na burudani kidogo pia, kuhakikisha tunaendelea kukamilisha simulizi yetu kwa uzuri zaidi. Mimi ni Veronica Franki. Ungana pamoja nami kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na leo tuko hapa msikilizaji kukamilisha mkasa wa ndugu yetu anaitwa Meshaki, ambao tumeanza nao tangu wiki iliyopita, na leo inakuwa inatimia siku 10 tangu tumeanza mkasa huu. Ndio, Meshaki anasema, nakutana na bosi wangu macho kwa macho, machozi yananitoka. Nakumbuka bosi huyu alikuwa amekaa na waombolezaji wengine, akasimama. Aliponiona akapiga hatua, akaniambia, Meshak, oh Meshak mdogo wangu. Akanikumbatia, kumbato la kuonyesha mtu huyu amenikumbuka sana. Nami nikamkumbatia kwa huzuni kweli kweli, nikimwambia, kakaangu, pole sana kwa msiba. Ni maombi yangu Mungu akutie nguvu, Mungu akufanyie wepesi. Najua unapita katika kipindi kigumu sana, lakini tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Akasema amen, amen. Akaniambia, ni miaka mingi hatujaonana. Nikamwambia ni kweli,
lakini najua utakuwa ulikuwa unajua taarifa zangu. Ninaendelea vizuri na nimefarijika sana kukuona. Hii siku niliingoja kwa shauku kubwa. Akaniambia, ni kweli mdogo wangu, tuko hapa tunaomboleza, tunaweza tukaketi. Sasa hapa ni kwenye msiba, ina maana tulikaa karibu kabisa mimi na yeye, na akiniambia taarifa za kifo cha mtoto wake, akisema alikuwa akisumbuliwa na maradhi hapa na pale mpaka pale umauti ulipomkuta, akionyesha huzuni, nami nikaomboleza pamoja naye. Tumekaa hapa, waombolezaji wengine pia wakiendelea kuja na kuendelea kumpa pole, na mimi nikaona kama muda umesongea kidogo. Nikaona ngoja nitoke sasa na mimi nikaende kwenye mishemisha nyingine, halafu nitarejea. Lakini siku sita nikamwambia kakaangu, ndugu yangu, ngoja mimi nitoke kidogo nitarejea. Akasema, Meshak, ungenisubiri kama dakika chache tuzungumze. Nikamwambia sawa kaka, nimekuelewa. Kweli na mimi nikawa nimetulia hapo msibani, na alikuwa akiendelea kuweka mambo vizuri. Unajua yeye ni baba, kwa atamuuliza hiki, huyu ni mwanaume unajua. Wanaume utakiwa kuendelea kulia tu, unaendelea kulia tu, unatakiwa kumshukuru Mungu kwa yote na bado uendelee kuhakikisha unapambana na shughuli hii ya kumpumzisha mtoto inakuwa katika ukamilifu wake. Kwa hiyo kuna mtu atamuuliza hiki, na alipata muda kweli, tusipata nafasi ya kutoka kabisa. Tulitoka kabisa nje ya nyumba yake hapa na tukawa tunazungumza. Mimi sio mnafiki, sio mtu wa kupepesa macho. Nilimwambia, nikamwita kwa majina yake. Nilimwambia, unajua umekuwa rafiki yangu, umekuwa ndugu yangu, familia yangu wanakufahamu kwa sababu nilikutambulisha kwa nia njema. Ninamshukuru Mungu ambaye alinikutanisha na wewe, kwa sababu nisingekutana na wewe nisingekuwa hivi nilivyo sasa. Ila kukutana na wewe kumenipa darasa, kumenifundisha mambo mengi sana. Achilia ujuzi ambao ulinipa, lakini kuna vitu nimejifunza sana, hasa kumhusu Mungu. Nikamwambia, mimi naendelea vizuri. Unaona niko na mabadiliko, ni kweli. Sijarejea kama vile nilivyokuwa mwanzo, kwa sababu niliumwa sana. Najua unajua. Akainama chini. Akaniambia, Meshak, katika watu nimewahi kukutana nao nikafanya nao kazi nikawapenda na kuwabeba kama wadogo zangu, ni wewe. Sina lolote la kusema, lakini unajua mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Najua hata usiseme chochote, lakini naelewa. Nikamwambia, wewe ni kakaangu, wewe ni ndugu yangu, na tamani siku moja ifike siku ya tofauti ya kipekee kwako, na uyaone yote unayoyatenda ni ubatili mtupu. Uone yote unayoyatenda ni chukizo mbele za Mungu. Najua maisha unayoishi kwa nje inaonekana umefanikiwa, una furaha na una amani, lakini najua ndani ya moyo wako huna amani. Najua namna gani misiba hii inakuumiza. Umesomesha watoto, unatamani kuona wanaenda hatua nyingine. Vifo vyao vya mapema vinakusononesha sana, lakini najua umekuwa huna namna ya kufanya. Nakumbuka katika namna ambavyo mimi nilianza kuyafanya mambo ambayo sikujua undani wake, namna yalivyonigharimu. Japo sikuwa yule ambaye nimeshikilia mpini, mimi nilikuwa ni yule mpambe, lakini imenigharimu sana. Vipi wewe ambaye uko mstari wa mbele? Na kuelewa. Najua umechoka hayo maisha, lakini huwezi kutamka kwa kinywa kwa sababu unaogopa ghadhabu. Unaogopa nini kitatokea baada ya hapo. Ninakuombea yaliyo mema, rafiki yangu. Natamani mwisho wako uwe mwisho mwema. Nitafurahi kama siku moja mwisho wako utakuwa mwisho mwema. Sitamani kuona siku moja ninapata habari ya kwamba hatupo na wewe tena na hujapata nafasi ya kutengeneza. Nitaugua sana. Maneno yangu yalimtoa mtu huyo machozi, lakini hakuweza kusema chochote. Aliniambia, Meshak, ukipata nafasi kuniombea basi niombea. Sina lolote la kusema, wewe ni ndugu yangu.
Katika watu wamekuja kunipa faraja katika kipindi hiki kigumu, wewe ndiye mtu umefanya nijisikie amani ndani ya moyo. Nisamehe sana Meshak. Nisamehe sana. Nikamwambia nilisha kusamehe muda sana. Na nakuombea neema. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. Kiukweli nilimkumbatia ndugu yangu kwa upendo kabisa wa dhati kwa sababu nilishamsamehe. Wako watu wako katika mateso, tunawaona wana furaha, tunawaona wana majumba, tunawaona wana amani, lakini nataka nikwambie hawana amani. Tunaona wanatoa sadaka, tunaona wanafanyaje, tuna feel, tuna wish tuwe kama wao. Wamekuwa ni role model wetu. Nataka nikwambie ukifunuliwa maisha au watu wanaishi, utakimbia, hutasogea, utaogopa. Nilimwambia tutaendelea kwa pamoja. Akaniambia asante. Nashukuru sana. Na kweli nikwambie mimi nilikuwa ni moja kati ya muombolezaji ambaye nilishiriki mpaka dakika za mwisho. Huyu mtoto wake analazwa katika nyumba yake ya milele. Tabia ya uovu wake inaanza kidogo kidogo sana. Mambo haya yanaanza kidogo kidogo, lakini nataka nikwambie mahali huyu bosi amefika, watu wanajua. Watu wanajua kwamba huyu mambo yake ni ya nguvu za giza. Hata vifo vya watoto wake ni vifo vinavyotokana na makafara. Yani sio jambo la watu kuanza kujihoji, huyu mchawi, ana mambo ya kichawi, anatoaga makafara ya mbuzi ya ng'ombe, anagawaga nyama. Hivyo kuchinja, kugawa nyama, kugawa nini, nenda hivi chinja. Yani watu wanajua. Yale yaliyokuwa ya sirini sasa hivi yamekuwa hadharani. Lakini mimi niseme nilisamehe yote. Na hata nilipata nafasi ya kumtumia ujumbe ambao uliambatana na maneno Mungu anampenda sana na anatamani siku moja ageuke. Na nikamwambia unachokiofia wakati wa kugeuka sio kikubwa zaidi ya Mungu ambaye yuko mbele yako, anataka umkiri na umfuate. Na yeye atakupigania. Usilione kundi kubwa la vitisho linalokusumbua. Yuko Mungu mwenye kuweza kuyashinda yoyote, na atakushindia na atakuponya wewe na kizazi chako. Meshaki anasema nikizungumza hivi moyo wangu unaugua sana. Moyo wangu unaugua sana. Alipofariki mtoto wake, huyu aliyekuwa bosi wangu, ndani ya miezi 8 huyu bosi wangu alipata ajali mbaya sana. Mbaya sana. Na alipoteza maisha pale pale mahali ambako ajali ilitokea. Niliumia. Nakwambia niliumia kwa sababu sikutamani mwisho wa huyu bosi wangu uwe mwisho wa hivi. Ameumiza watu wengi sana. Nilitamani atengeneze njia yake. Nilitamani hivyo. Nilishuhudia kuporomoka. Mimi ndiye mtu ambaye nilishuhudia kuporomoka kwa kila mali aliyomiliki bosi wangu. Nataka nikwambie kuna watu wanamiliki vitu vina survive kwa sababu wao wapo. Nataka nikwambie wakiwa hawapo kuna nyumba zinabaki kuwa magofu. Nataka nikwambie kuna biashara zinapotea. Vitu vingi vilivyomilikiwa vyote vinapotea. Watoto wanaanza kuishi maisha ya mateso. Watu wanasema huyu inakuwaje, wazazi wake walimiliki mali, wazazi wake walimiliki pesa nyingi, hawa watu wamepatwa na nini? Vitu vinapotea kila siku inayoitwa leo. Mimi ndo nilishuhudia hichi kitu. Nilikishuhudia kwa macho. Mpaka nyumba zikiuzwa nilishuhudia kwa macho. Nikasema ninataka nikwambie, Shetani anaweza kukupitisha katika njia nzuri yenye kila kitu cha kufurahisha moyo, lakini njia hii mwisho wake sio njia njema. Miaka na miaka umefanya kazi kwa bidii, umejituma, umepambana, umejenga nyumba, umeanzisha miradi, miradi isurvive tu wewe ukiwa huko hai. Una watoto uliosomesha,
eti leo wewe umeondoka, vile vitu vipotee, watoto wako waanze kuishi katika maisha ambayo ni mabovu. Fahari ya haya unayoyafanya ni nini? Maana mimi naamini fahari ya mtu na familia yake, unaondoka leo, watoto wako wanaendelea kuishi maisha yaliyo mazuri. Itabaki kumbukumbu, baba yao alifanya 1 2 3. Baba yao alikuwa mfanya biashara. Leo watoto wameendeleza miradi yake. Miradi imeendelea. Ni shule zimeendelea kung'ara. Ni nini? Ni biashara gani imeendelea kufanya vizuri? Lakini wewe ukiondoka na vitu vyako vinaondoka. Watoto wakabaki katika mateso na mke wake. Huu haukuwa mwisho mwema kwa ndugu yangu, rafiki yangu. Shetani mbaya. Kazi ya shetani ni kuharibu, ni kuua, ni kuchinja. Hana wema wowote kwa mwanadamu. Hana. Japo mambo yake yanavutia sana ukiyatazama, ukiyasikia. Lakini yamejaa shida kubwa sana siku za mbeleni. Meshaki anasema, mimi ndio yule ambaye Mungu amezidi kunitetea. Na nimezidi kuona ukuu wake, nami nimezidi kumkiri yeye na kusema hakika ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Na kila nafsi, ni Mungu pekee ndio mwenye majibu sahihi kwa kila mwanadamu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Meshaki. Msikilizaji, bado tuko pamoja nawe, na leo ni siku ya Ijumaa. Na mimi nilikwambia tuko katika kukamilisha mkasa huu. Nimekuandalia pia burudani kidogo, rafiki yangu, wakati tunaendelea kusikiliza mkasa huu, huku tukiendelea pia kupata burudani. Nitarejea hivi punde, tuendelee kwa pamoja. Ripoti ya leo.